Asante kwa kuendelea kuitazama Sauti Yetu TV. Kama bado hujasubscribe Sauti Yetu TV, gusa kitufe chenye alama nyekundu kisha alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata habari na matukio mbalimbali. Hii ni Sauti Yetu TV. Mahakama ya wilaya ya Kwimba mkoani Mwanza imemhukumu Malimo Mathias Nguno kwa jina maarufu Ngohe mwenye umri wa miaka 41 kifungo cha miaka 30 jela baada ya kumkuta na hatia ya kumbaka mtoto mwenye umri wa miaka 13 mwenye ulemavu wa kusikia au uziwi. Hukumu hiyo imesomwa Aprili 8, 2025 na hakimu mfawidhi wa mahakama hiyo Ndeko Dastan Ndeko. Kwa mujibu wa hakimu Ndeko, mshtakiwa alitenda kosa hilo katika kesi ya jinai namba 2904 au 2025 kinyume na vifungu nambari 130 kifungu cha kwanza na cha pili na 131 kifungu cha kwanza vya kanuni ya adhabu sura ya 16 marejeo ya mwaka 2022. Kwa mujibu wa hati ya mashtaka, mshtakiwa alitenda kosa hilo mnamo tarehe 4 ya mwezi wa kwanza 2025 katika kijiji cha Nyumbui kilichopo ndani ya wilaya ya Kwimba mkoani Mwanza kwa mwathiriwa ambaye ana ulemavu wa kusikia na kuongea maarufu kama kiziwi. Aidha, mwendesha mashtaka wa serikali Juma Kipalo amesema mahakamani hapo kuwa mtuhumiwa alifikishwa kwa mara ya kwanza mbele ya mahakama hiyo tarehe 4 ya mwezi wa pili 2025 na kusomewa shtaka la kubaka ambapo mtuhumiwa alikana kutenda kosa hilo. Upande wa mshtaka ulileta mashahidi watano ikiwemo muhanga chini ya usaidizi wa kutofasili lugha za alama na ishara kutoka kwa mwalimu mtaalamu wa lugha za ishara. Aidha, mhukumiwa baada ya kusomewa hukumu hiyo alitakiwa na mahakama hiyo kujitetea kwa nini asipewe adhabu kali, hali iliyopelekewa mshtakiwa kuiomba mahakama ipunguze adhabu kwa umri wake ni mkubwa na kwamba kama atapewa adhabu kali ya miaka 30 atafia gerezani. Hata hivyo, hakimu Dastan Ndeko alitupilia mbali ombi hilo na kumhukumu kwenda jela miaka 30 ili iwe fundisho kwa watu wengine wenye tabia kama hizo. Jamii inapasa kuwa macho kwa kushirikiana na vyombo vya habari katika kuzuia na kuripoti matendo ya ukatili wa kijinsia hususan kwa watu wenye ulemavu ili kuunga mkono serikali katika kampeni za kupinga na kukemea matendo ya ukatili wa kijinsia. Samsoni Bahati, Sauti Yetu TV.